Msikilizaji, mimi ni Khatib Salim Omari, lakini mwenzangu ni mwanasaikolojia Madam Leila Abubakar. Bila shaka yupo hapa na amejaa tele. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Jumatatu? Alhamdulillah. Mambo yanaendaje? Nashukuru Mungu. Afya? Niko vizuri. Wapendao? Hajambo. Hawajambo? Hajambo. Hawajambo. Tufanye hawajambo. Haya. Tuseme hawajambo. 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 Haya. Alhamdulillah. Habari za safari? Nashukuru Mungu ilikuwa salama. Safari ni kusoma, nimesoma. Alhamdulillah. Na unajua kila safari inakuwa na furaha zake na karaha zake wakati mwingine. Japokuwa furaha inakuwa wakati mwingine kama ulikaa mwenyewe inakuwa safi kabisa. Lakini kama ukikaa na hivi wakati wa safari unapokutana na mtu labda umekaa naye siti moja, mathalan labda ni usafiri wa umma, huwa unakuwa vipi? Yani kwamba unaanzisha naye story ama unakuwa zako tu kimya, unasoma zako vitabu ama magazeti ama nini, ama huwa mnakuaje katika safari? Ajabu ya kwangu. Jamaa zangu wote wananifahamu, watu ambao wako karibu na mimi wanajua nikishaingia kwenye gari tu mimi hulala. Hulala waja kushtuka, labda ngishtuka mapema, labda roundabout ya Bagamoyo. Umeshtuka hapo. Na nkistuka pale hulala tena. Haya tushafika, ingia basi nyumbani. Hulala mimi. Sijui nina shida gani, lakini hiyo na itakuwa tatizo. Mimi nashukuru Mungu kwamba na usingizi, nikishika barabara tu lazima nipate usingizi. Sehemu nisolala. Labda nikiwa na safari na ndege ikishuka. Sala kichwa cha niumaga. Nitaamka tu kiwa nashuka. Labda nikienda Mwanza kwa sababu kuna turbulence Mwanza. Kuna ile ziwa pale kidogo ya tikisika. Labda nikienda Mwanza ndo silali kamwe. Nenda Bukoba. Nenda Bukoba sijalala. Ajabu. Na safari nao Karapei imekwaje leo, naambia sijui, labda ni tikisiko hapa, lakini kwingine kote mimi nikiingia either kwenye gari au kwenye ndege ulala. Kwa hata wale majirani wa kwenye gari labda maskini wananitamani, lakini ndio hivyo maskini. Ulala tu. Upo zako busy na usingizi. Yaani ndio itaka kudhibitisha kwamba mimi siwezi kuendesha gari masafa. Na mimi nilikuwa nataka nikwambie hivi, sasa unaweza kuendesha gari masafa? Kwa sababu driver siku zote anatakiwa awe makini. Siwezi wallahi. Yaani labda niende dukani. Peleka watoto shule. Safari hizi tu trip town. Yaani mimi ni passenger princess wa kudumu. Siwezi kukupeleka mbali. Hata kutoka labda Daki basi siwezi kukufikisha. Okay. Labda ukubali. Labda ukubali kwamba nitarudi nimeibonda kisawa sawa. Sasa kwenye kuibonda hapo Mwenyezi Mungu tu akuepushie. Kwa sababu ndio hivyo yani. Mimi sijapata marafiki wa gari kwa sababu ya shida hiyo. Kwa shida hiyo. Nalala kisawa. Na unaona ni tatizo kwa sababu watu wangu ninaosafiri nao kusikia vibaya. Na sasa mimi ujue mtu nikimpenda sitaki asikie vibaya. Sasa unaona wanasikitika kwamba Lela husemi na sisi tukisafiri na wewe. Wewe unakuwa umelala. Na sasa mara nyingine labda yeye hana usingizi, anataka niongee naye. Sasa mimi siwezi kuongea, mimi huongea kitambo na nasinzia. Sasa nasema na watie unyonge. Sasa kwa sababu hiyo tu mimi najisikia vibaya. Lakini mimi usingizi haunisumbui. Haunisumbui, lakini naona wapenzi wangu wanaumia. Sasa natafuta dawa. Kama kuna mtu atengeneza dawa ya kunisaidia nikiingia kwenye gari niamke, hata ninywe kahawa shoti 4 bado nitalala tu. Sasa kama kuna mtu ataweza kunipa dawa nikiingia kwenye gari nibaki macho, nitapenda, nitafurahi. Ili wapenzi wangu wasikasirike, lakini mbali na hapo
Sisikii tabu, ila naona tabu na wapadhiki watu wangu na safiri nao na wapatabu. Kama tukisafiri wawili na maana atategemea mimi tuseme. Sasa kama mimi siwezi hata andesha peke yake, safari itakuwa ndefu. Lakini nami nilale tu. Sasa nitafanya nini? Sawa. Madam, hivi viboko huwa vinafunza sijui unataka kutumia kwa muktadha gani? Kwa mfano kama kwa wanafunzi watoto. Unaona sasa mambo haya ni mambo ya kisayansi, na sasa unaona mimi nafanya kazi katika hii jamhuri. Hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiboko ni corporal punishment, ni punishment ambazo zimedesigniwa kwa watu mahususi. Mfano mwalimu mkuu tu ndio mwenye ruhusa ya kupiga. Sasa unaona kama sheria haijaelekeza mtu mwingine kupiga, na maana ni kosa. Na mwalimu mkuu ruhusa yake nadhani ni viboko 3 mathalan, nadhani ni 3 ama ni 4. Na yeye anakupiga ikiwa jambo ni kubwa. Unaona shida sasa. Sasa ina maana mwananchi yote atakapopiga ina maana yuko kinyume na sheria ya jamhuri hii. Lakini mimi kama mimi siwezi kupiga mtoto. Siwezi kupiga mtoto ikiwa imebidi. Hata kuna watu nafanya nao kazi wakiniona nimeshika kiboko ushangao, niambia leo utapiga, nimwambia mimi mwenyewe sijui nitapiga vipi, lakini leo nitapiga. Naona. Lakini sipendi kuwashauri watu wachukue nguvu kwa watoto. Kwa sababu unajua mambo ya kipigo ni mambo ya ajabu, lakini memory inabaki kwa yule unompiga. Ndio. Kuliko kwako. Na si ajabu labda kwa kumpiga kwako ukamfanya labda akakuchukia. Sasa katika kukuchukia kule anaweza kashindwa kujifunza. Na kushindwa kujifunza, malengo yako kwa wakati huo, malengo yako kwa muda huo yatakuwa hajafikiwa. Nataka kuambia ukweli watu wa elimu wenzangu, walimu wenzangu, watoto wa Kiafrika wana taabu. Kutokana na malezi, kutokana na historia za familia zao. Ni watoto ambao hawendi bila kiboko. Lakini sisi wakati tuwasoma katika skuli ambayo mimi nimesoma sekondari, tulikuwa tukipewa wanasema visiki tung'oe. Au unapewa choo, unasafisha choo wiki nzima. Au wengine unaweza ukapewa kifusi usogeze kifusi. Ni mtoto wa kike, lakini unakabidhiwa kifusi ukisogeze. Sasa nadhani adhabu kama hizi zaweza kuwa zinapendeza zaidi kuliko zaweza kuchapa. Lakini pia mwanafunzi unamfundisha kwamba ili jambo lake liweze kwenda inabidi ametumia nguvu ya kiboko na nini. Sasa naye akija kuwa mtu mzima na anaona mke wake amsumbua au watoto wamsumbua, anaona kiboko ndo suluhisho. Haamini katika adhabu mbadala. Wanasema alternative punishment. Unaona? Sasa unaona hakuna watu ambao wanatumia akili kama wanajeshi. Unaona? Wao wanatumia ile sheria ile ya Pavlov ya behavior. Ya kuinfluence behavior ya watu ili wakae sawa. Lakini wale wanapigishwa pain halafu wanapewa order. Unaona? Lakini pain yao hakuna kiboko. Wanapigishwa pain maybe mazoezi, wanakabila kulala, sawa? Halafu yani wanakazwa stamina. Yaani tuseme labda wanajaribiwa uwezo wao wakina wanadamu kama wanaweza kwenda mpaka wapi. Sasa unaona mtoto pia unaweza kumtest stamina. Unaweza kumtest stamina yake maybe kwa kumpa mazoezi makali, halafu una influence order. Hiyo ni rahisi zaidi kuliko uki-exercise kiboko. Naona. Kwangu mimi sitamani mtoto apigwe wala sipendi mtoto apigwe. Sasa kwa mfano kama kwa shule inawezekana kama hivyo ukampa visiki wakang'oa, wakachimba shimo la taka, wakasafisha choo ama wakalimalima tu eneo hivi, maeneo mengine. Kwa mazingira ya nyumbani sasa inatakiwa iweje? Unaweza kumpanga wiki hiyo nzima yeye kazi yake ni kuamsha wenzie. Aende shule. Au kama ni kijana ukampa kazi yanasalisha positive. Kwamba yeye ndio inabidi amewahi asalishe wenzie. Au kila siku akitoka jioni kazi yake aende kutupa taka. Au asafishe choo. Au aoshe vyombo. Kama sisi nyumbani tulikuwa tukikosea kwa tunapewa punishment za kuosha vyombo. Hakuna wakati
mgumu kuosha vyombo kama wakati wa Ramadhani. Watakiwa ufuturu vitu 60 labda. Na Waswahili wenyewe twajijua. Futuru vitu 60, viingie vyote tumboni, kisha ukaoshe vyombo vya vitu 60. Umechoka. Kisha usubirie tarawih. Kisha utoke tarawih, ukune nazi ya wali, kisha upike wali, ukifunikia uoshe vile vyombo vyopikia wali. Kisha ukienda utie kila kitu kwenye hotpot, uoshele masufuria upikia wali. Uende ukalale. Kisha uamshe wenzio wale daku, kisha ukimaliza kabla hujalala uoshe vyombo, ukaswali tahajjud. Hakuna kipindi cha kumwadhibu mtoto akakaa saa kama hicho. Sasa wewe waweza kuiona kama adhabu. Lakini atakapoolewa, mathalan akiwa binti, atakapoolewa akakuta mume amwambia nipikie ugali saa 9 usiku, hataona kama ni dhiki, kwa sababu toka nyumbani kwao ashafanya. Sasa jambo lingine, tuanza kufunga tukiwa na miaka 9. Sasa tunafunga miaka 9, 10, 11, 12 mpaka tukienda kwa mume miaka 25, 27, wengine 30. Tayari tushaosha vyombo na kupika futari mpaka tumepagawa. Kwa hata tukifika yule bwana mkubwa asema mimi nataka ugali wa moto labda na mlenda usiku. Huoni ni dhiki, kwa sababu ni maisha ambayo yazoea. Tena ukimaliza unaswali tahajjud na asubuhi unaenda kazini na una function kama mtu ambaye huna neno. Sasa ikiwa hukumuandaa, ndo sasa atakuja kazini aanze kulala, au anakuja kazini ana sign in anatoroka katika kazi. Lakini ni kumpima mtu stamina na kuona how far huyu mtu anaweza kwenda. Sasa wewe unaweza ukaekaa ukaona kama ni adhabu ya kiboko ni adhabu nzuri, lakini hii ya kumfundisha maisha ni bora kuliko kiboko. Kwa sababu kama utakufukua na mtraini kwa Ramadhani ni wiki 4, tabia ya mwanadamu ili ishike ni siku 21 ambao ni wiki 3. Imagine ukimtraini wiki 4. Yeye pamoja na kaka zake wanagawana majukumu. Utakuza watoto ambao wako sawa. Na hapa katika hizi training sijamtaja mimi baba. Ni wewe peke yako, mama, aunti ambaye utawatengeneza. Mathalan sisi tulikuwa nadhani 10 katika ile nyumba. Lakini tulikuwa tuwajua kila mtu siku yake ni gani ya kushindisha Ramadhani. Chakula kitapikwa ndio, lakini wewe ndio unaishindisha, yani ndio usha vyombo, utarudi upike daku, uamshe watu daku, umalize ujiandae na tahajjud. Kwa hiyo unajua mpaka watu 10 wakitimia na wewe umepumzika. Kwa hiyo wafanya zile kazi ukisubiria siku yako ya kupumzika. Kwa hata kama tulivyoamua sasa tuenda kujitegemea, hatuoni dhiki, kwa sababu ni kitu sasa hivi hatuchukui kama adhabu, tutachukua kama ni mafundisho. Kwa hiyo unaweza kumchapa mtu si mbaya, lakini kiboko hakidumu. Chaisha mara moja. Na watoto wengi wana develop usugu, wanasema shakuwa sugu sasa. Wampiga la haelewi, wala haumii. Mwingine wategemea atalia wala hali. Au kuna yale watoto wanasema una nini? Unatindisha mkono hivi. Mwalimu anachapa mpaka napagawa, wewe wala hufuti mkono. Unaona? Sasa umetolea mfano wa kutoa kazi kwa mtoto labda kutokana na makosa yake. Na kazi ambazo umeziongea ni kazi za kawaida ambazo anatakiwa wakati mwingine afundishwe tu hata kama asipofanya kosa. Huoni kwamba anachukulia tu kawaida kwamba kazi hizi kama kuchota maji, nilikuwa nachota mara moja licha ya kwamba hivi sasa nachota sana, lakini anachukulia tu kawaida kama vile unamfunza kazi ama sehemu ya kazi zake za kawaida na anaona kawaida pia. Lakini unamjenga. Unamjenga stamina. Kwa sababu kinachotakiwa ni kujenga stamina. Kiboko hakijengi stamina. Na wakati unampa hiyo, unampa na unamwambia na kosa lake. Unamwambia zamu yenu ya kupika ni siku moja. Lakini wewe umeniudhi mimi leo. Kwa wewe utapika siku 7 kwa sababu siku 6 ni adhabu yako, siku moja ni zamu. Kwa yeye atafanya afanyayo, mara nyingi hununa, mara nyingine hukusunya mtoto, mara nyingine hukususia, ususa chakula, lakini akisusa kimaliza afanye majukumu yake. Kwa hiyo atajua kwamba mimi hapa nimeadabishwa. Basi. Na sasa wewe pale utakuwa umejenga, utakuwa tu hujasema bure, ingawa vile unatwanga maji kwenye kinu, pale utakuwa umetengeza. Utaandaa mtu mwenye stamina, lakini kiboko kinatengeneza nini? Kwa vitu vingine nadhani ni kufikiria tu fikra kwamba tutumie akili tu. Umeshawahi kukutana na watoto wanaitwa nunda?
Ndio sasa unategesha mkono hivyo kuja mpaka unapagawa. Sasa ndio kama huyu, ili aweze kubadilika labda kutokana na adhabu ambazo anazopewa, mtoto huyu ambaye ameshakomaa, wakati mwingine hata hiyo kazi unaompa yeye haoni kama ni shida, atafanya na bado makosa anaendeleza. Sidhani kama kuna mtu nunda kumzidi Umar bin Khattab, sidhani. Alikuwa katili, alikuwa mtu jasiri mwenye confidence ya kupitiliza, wanaita overconfidence. Lakini alitulia kwa sababu gani? Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alimuongelesha kwa mapenzi. Watu wengi ambao mimi nimekutana nao ambao ni wakatili, watundu, wale wanaonekana kwamba tabia zao ni wanaita bad fashion, wengi wanakuwa wamekosa mapenzi. Kwa ile ununda au kujifanya jabari wanaeka kama ni ukuta usimdhuru, yani anajilinda dhidi yako wewe kwa sababu anaona kila mtu atamuonea. Utakapomfungulia mlango wa kumuonyesha kwamba wewe unaweza kumsikiliza, wewe unaweza kumhurumia, wewe unaweza kumpenda, hata katili kiasi gani atabadilika. So mtoto kishamgundua kwamba mtoto ni nunda, ni wewe ndio umemfanya kama nunda. Kwanza utakukubali. Lakini la pili, wewe ndio uko na tibabu yake. Kwamba wewe unaweza kumgeuza tabia yake kutoka kwa nunda kuja kwa na wewe ndio uko na dawa. Kwa kusema naye kwa wema, kusema naye kwa upendo, kwa kumuondosha kipindi hichi hufai kumpa adhabu. Kipindi hichi ni kumuonyesha kwamba unampenda. Na mara nyingi wakishakuwa kama hivi wanakuwa na trust issues, yani kwamba wanakuwa ni ngumu wao kukuamini. Kwa hiyo unatakiwa mtengenezee mazingira kwamba mimi na kutreat sasa hivi tofauti, unaweza ukaniamini. Sasa mpaka ufike naye hapo unahitaji time. Kama ulivyochukua time ukamharibu, unahitaji time kumrudisha. Sasa kuliko kutumia adhabu, wewe sasa unamchapa na mapenzi. Mfano, kuna mtu mwingine ni nunda au hajui mapenzi kiasi kwamba ukimpigia simu adhani Lela anataka pesa kwangu. Kumbe maskini unataka kumpigia simu muulize umekula ili umtumishie chakula. Sasa ukishaona mtu kama hivyo ameweka mipaka katika nafsi yake kwamba asiumizwe, wewe unataka uende kwake na njia za mapenzi, yani uende kwake kwa taratibu. Kwa sababu ni mtu ambaye amejeruhiwa, kwa saa zote amekaa standby na mkuki kwamba ukisogelea na kuchoma. Kwa hiyo unataka uende kwake na taratibu, umuingie taratibu. Akishakuamini sasa, ndio sasa unaanza kumpa adhabu. Sasa ndio mtoto wa hivi. Ushamwona kama mtoto huyu ameshaharibika, ameshakuwa nunda, mpige kupitia upendo sasa. Amekosa unamuita, unasema naye. Amekosa unampeleka kwa bibi yake akaseme naye. Amekosa labda unampendelea wiki hiyo. Kwa hiyo ni kuishi naye kwa mapenzi. Au unamkalisha chini unampa aya. Hakuna mtu yoyote ambaye hajabadilika akisikiliza Qur'an. Kama majini walisikia Qur'an wakasema hakika leo sisi tumesikia Qur'an ya ajabu. Nini mwanadamu? Na kila mtu Mwenyezi Mungu amemuumba ana sehemu laini katika nafsi yake. Kwamba hata kama atakuwa katili kiasi gani, lakini kuna kitu kinaweza kumshika. Yaani ana huruma maana yake. Kwa hata kama akiwa katili kiasi gani ama nunda kiasi gani, lazima nafsi yake ina huruma. Unaona wanawake kama hujamtilia maanani anaweza akakuwa anaumwa, ili umtilie maanani labda umpigie mara kwa mara kwa sababu labda ameona umepunguza upendo kwake. Kwa anasigizia anaumwa ama mama anaumwa kwa sababu ajua akikwambia hivyo utakuwapiga simu kila mara kuuliza vipi hali, uendeleaje? Ndio hivyo. Watu wengi wameumbwa na Mwenyezi Mungu na kisehemu wanaita soft spot. Kwamba chochote afanyacho lakini anarudi kwenye wanadamu. Madam, kumekuwa na changamoto kubwa hivi sasa. Unakuta ndugu kwa ndugu hawapendani, marafiki kwa marafiki ambao walishibana hawapendani, lakini hata wazazi kwa wazazi unakuta siku hizi tena mapenzi yanakuwa hayapo. Kwanza tuanzie hapa. Kuto kupendana hasa kunasababishwa na changamoto hizi ambazo tulizokuwa tunalaumiana awali, ama tunakuwa tumechokana, ama inasababishwa na nini hasa? Unaona sasa mambo ya dunia hii sasa hivi yamebadilika kiasi kwamba sasa kuna baadhi ya watu wanaona kwamba mimi nikimfanyia wema fulani nitakuwa mjinga, ama nikimfanyia wema fulani mimi wanasema nitapoteza heshima yangu mbele yake. Na wengine tu ni kama sasa saizi wakati umebadilika, mambo ya
ya ushetani yamezidi, watu wanageuka wenzao kama ambavyo ilitabiriwa kwamba baba atamgeuka mwana, mwana atamgeuka baba. Lakini pia roho mbaya, yani kwamba watu wamekuwa waovu sana kiasi kwamba mwenzake akipata badala aseme Allahumma barik, yeye mtu roho ya muuma, kwa nini Lela au kwa nini fulani amepata. Naona sasa, unaona mambo haya. Wengine sasa bahati mbaya ni kwamba kadri unavyozidi kumchukia mtu ndo mtu fungukiwa, kwa sababu kwanza Mungu akitaka kukupa la barua akuandiki, unaweza kuwa umelala na lako likapita na hata uende mbio kiasi gani usipata. Unaweza kuwa umekaa na ukapata na ukaenda mbio na usipate, kwa sababu mambo ya riski ni mambo ya Mungu. Naona kazi. Sasa unaona watu wengine sasa wanasema kwa nini huyu amepata? Yani mtu kuliko ushukuru kwa watu wako wakupata, wewe unaumia roho. Mfano mimi na rafiki zangu tuko na sheria moja kwamba hatutaki utegemezi. Mimi nilikuwa sielewi ubaya wa kutegemewa, nilikuwa sijui. Lakini rafiki yangu mmoja akanifungua macho. Akaniambia, Lela, ikiwa mimi sina pesa, itabidi nikukope. Na sisi wenyewe tunajifahamu kwamba tuna majukumu ya kifamilia na majukumu ambayo ni binafsi. Uko na ndoto ambazo unataka kuzifanya na mimi niko na ndoto ambazo nataka kuzifanya. Sasa nikitakapochukua pesa kutoka kwako kwa wakati mahsusi, natakiwa nizirudishe katika wakati mahsusi. Nikashindwa kukupa hii pesa, kwanza nitakututia unyonge, pili urafiki wetu za kuingia doa. Na kweli. Lakini Lela, pesa unayopata wewe kutokana na kazi. Na mimi pia na kazi. Siwezi kuexpect wewe utanipa mimi 10% ya pesa yako ambayo waihitaji, halafu mimi sikurudishie. Mimi nikikutegemea, yani yeye sasa niambia mimi, nikikutegemea Lela, mimi nakuwa liability kwako, yani hasara. Na kama nitakuwa nakutia hasara kila mwezi 200,000, na maana kila mwezi mimi nitakuwa nakurudisha tu 20 nyuma katika malengo yako. Sasa waona vipi tukasaidiana? Mimi nikaacha kukutegemea, nikawa nimesonga mbele. Alafu nikiwa nimesonga mbele, nikusaidie na wewe unifikie, ama tuelevo sawa, tusiwe tutategemeana tena, huoni tutafanya makubwa. Nikamwambia, mimi huwa sitoi majibu pale kwa mambo yakiwa serious. Sasa mimi nikamwambia, subiri mara moja, nataka kushirikisha mtu. Nikarudi nyumbani, ala sishirikishi mtu. Nikarudi nyumbani nikakaa nikatafakari. Nikasema la, simwamini kwa sababu ni mwanadamu, ila acha nimpe benefit, yani let me give her benefit of doubts. Ni kwamba acha tu nimuonyeshe kwamba namwamini, alafu tu itakuwa vipi. Basi nikamsaidia akasonga. Na kweli alikuwa kila mwezi uchukua pesa kwangu. Asipochukua kwangu mimi uchukua kwa mwingine. Akasogea mbele. Akamsaidia anefuatia, maana tuko watatu. Akachukua akamsaidia anefuatia naye asoge karibu yake, nikabaki mimi peke yangu. Ule mwezi sikutoa pesa mimi. Nilisikia amani. Sijawahi kujua. Kwa sababu kwa mara ya kwanza pesa niliipata yote nikafanyia vitu ambavyo natakikana kupata. So sasa nikajiuliza, ina maana kama ukimsaidia jamaa yako akapata, ina maana wewe unakuwa huru. Basi katokea kazi. Wasema tunahitaji mtu wa MA, tutaka mtu atusaidie planning na vitu gani, nikapendekeza jina lake. Alipata pesa nyingi. Hata akaondoka katika level zetu sisi, akawa amesonga mbele. Alitugaia pesa. Lakini sasa pesa alizotugaia si kama zitamaliza shida zetu. Lakini sasa hivi tuamdai. Sisi tukitaka pesa, hatumwombe, tumwandikia ujumbe tu, tunataka pesa kesho. Kwa mimi kwa kumsaidia kwake, yeye amekuwa mtumwa wangu. Na je, kama nisingetaja jina lake, mimi ningekuwa sina mtu wa kumtaka pesa za haraka. Nikitaka pesa ya haraka nyingi, kuchukua kwake bila kuomba. Kwa sababu hata yeye mwenyewe alikubali msaada wangu, lakini hakujua ni mtego. Sasa vipi nikawasaidia kama hao 10? Mimi nitakuwa na haja gani ya kwenda kazi? Sina haja ya kwenda kazi. Nitaenda nikisikia, na nisiposikia nitabaki. Ndio hivi umuhimu wa kusaidiana, kwamba unapunguza utegemezi katika raundi ya marafiki au jamaa zako. Na kama utapata pesa,
ukaingiza watu wako katika ile pesa. Mfano labda una biashara. Ukasema haya, afisa masoko ni mdogo wangu, atakayefanya kufanya manunuzi ni dada yangu, mwingine sijui ni mama yeye atasimamia jikoni. Nani atakupigia simu mtu anaumwa? Kila mtu kutokana na mshahara wake utamkatia bima ya afya. Kila mtu kutokana na mshahara wake atalipa taksi ya serikali. Kila mtu kutokana na mshahara wake utamfungulia akaunti banki. Nani atataka kitu chake cha luxury aje kupigia simu naomba laki ya fast? Nani? Na wote ushawaingiza katika mfumo. Sasa mimi sipendi kutegemewa kihisia wala kifedha. Sipendi kwamba mtazaa mimi nimeshindwa kulala kwa sababu yako. Sipendi, na mimi mwenyewe sipendi kutegemea mtu. Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kanitegemea nikatimiza na wengine nikashindwa kutimiza. Sasa mimi sipendi kudhulumu. Sasa nitakapofanikiwa kuondoa utegemezi wa kifedha katika mikono yangu, ina maana itabaki tegemezi ya hisia. Na mara nyingi siwezi kutegemewa kihisia na watu watatu. Maximum itakuwa wawili au labda mmoja. Toka asubuhi nitashindwa kutimiza haja zake, sishindwi. Na hapa katika mategemeo ya kihisia unamaanisha nini hasa? Mfano mtu anatamani nimjulie hali, alikuwa anaumwa sijamjulia hali. Mwingine anatamani ende naye kuzika. Mwingine anataka niende ngamtembelee mamake aumwa. Mwingine anataka niwe karibu naye kwa sababu ajisikia kukaa karibu na mtu. Mwingine anasafiri anataka nimsindikize japo nitalala safari nzima lakini nipo nimekaa naye. Wakati labda ningekunywa ubuyu na ningekula ubuyu na wenzangu. No. Mwingine labda ana program anataka niapie. Njoo lela unipe joto naenda. No. Mwingine labda anataka chakula hawezi kupika, anataka lela nimpikie. Lakini imagine sasa haya mahitaji yote haya. Halafu kuna hitaji jingine juu la pesa. Kuna wengine nao watakao watumie pesa. Hiyo saa unaotaka nikutumie pesa, mimi labda niko mbali. Nimeenda kumpa mtu joto, mtu afanya programu yake, asema lela nafunga kampuni yangu, njoo ukae pamoja na mimi. Ndio sasa hiyo na wewe unataka pesa. Sasa mimi nitajigawa kivipi? Kwa kama nitaweza kupunguza ile hitaji moja kwa watu, mfano kiuchumi, itakuwa bora kwangu. Lazima yani uwe na watu ambao watamani usonge mbele ili uondoe utegemezi. Kwa nini kuna baadhi ya watu waliopata mafanikio huwa wanalaumiwa sana kwamba kuna kundi fulani la watu kama wamewatenga hivi na kuondoa katika mnyororo wao? Nadhani kwa sababu wanakosa fikra yako. Hii fikra nilokupa. Hii fikra watu wengine wajua wameweza kuwaona watu hawana akili, labda ni makafiri ama sijui ni watu ambao wanafanya vitu vya kidunia zaidi. Lakini mimi nilisikiliza interview yake mwanamuziki anaitwa Rick Ross. Nadhani watu wengi wamjua sababu ana tashtiti sana. Alisema mara ya kwanza kati anapata hela, kitu cha kwanza alichofanya ni kuondoa umaskini kwenye jamaa zake. Natoka ameondoa umaskini katika jamaa zake, ana miaka 10 hajatuma pesa nyumbani. Sasa unaona ukishakuwa kwamba wewe hutumi pesa nyumbani, maana yake unasonga mbele. Mwingine mwanamuziki anaitwa Ira Star. Yeye katika kazi yake ameajiri familia yake. Kwamba familia yake ndio inashikilia masala yake, mfano sijui nani dereva. Mwingine ni nani? Ni Neymar mchezaji. Ana kampuni imeajiri watu karibia nadhani 100,000 ama sijui, sina hakika zaidi ya statistics ziko vipi, lakini nusu ya watu walioajiri wote ni jamaa zake. Hata kama akipata pound 100 au 1000 ajua ni zake. Si kama ataanza kuzigawanyisha kwanza kutuma kuna pesa zahitajika zitumwe Mombo, kuna pesa zahitajika zimetumwa Lindi, sijui pesa zahitajika. Kwa sababu ukispend kwenye wealth, ukispend unapata faida, lakini inategemea umespend kwenye nini. Ndio. Kwa sababu wealth yani pesa haikai. Pesa inatakiwa umeitoa Sasa utakapotoa unapata faida, lakini kuna sheria kwamba watoa katika nini. Sasa jiulize, kila mwezi unatoa pesa ya luku. Yaani unatuma pesa ya luku au unatuma pesa ya taka nyumbani. Lakini wewe waweza kufungua duka ya mangi, pesa ya luku na taka ikawa yatoka. Wewe ukawa watuma pesa kwa ajili ya renovation ya nyumba. Utajisikia raha kiasi gani
ikiwa wewe ndo mwaka wako huu wa mwisho kuomba pesa ya luku nyumbani. Mfano mke, kuna watu wamo katika jamii zetu ambao nyumbani kwao wao huagizwa na wake zao mpaka chumvi. Si mbaya kuagizwa chumvi, lakini kweli hayo ndo malengo yako katika hii dunia, kwamba uteke mpaka chumvi? Kwa nini usimwezeshe mtu aweze kununua chumvi? Unazaliwa, Mungu akipenda, labda umezaliwa tarehe 6 mwezi wa 9, mke ataka kufanya kitu kwa ajili yako. Akupigie simu akwambie, sasa wajua nataka kukununulia maua lakini sina pesa, naomba unipe pesa ya maua. Lakini akawa amenunua maua, akakuletea maua, wewe hukujua kama kuna maua, wasikia raha kiasi gani? Awe kila siku mkeo hukubipu na kukutumia message, tafadhali nipigie. Hana siku hata moja aliyokupigia simu. Kwa nini haumuunge salio? Kweli katika hii karne ya 21 wewe unahitaji mwanamke asiyekuwa na vocha ya kukupigia? Yaani wewe katika hii dunia mahitaji yako ya kufikia malengo ni vocha tu? Sasa huoni, mimi nikakwambia siku ile, mimi kwenye maisha yangu na waza siku moja mimi nitamjengea msikiti mume wangu, nimpe msikiti. Na sitamjengea msikiti wa kawaida. Nitamjengea msikiti kila mtu akiingia katika ule msikiti anisome dua kwa kujenga msikiti. Sasa unahisi nitajenga msikiti na pesa yake? Na hiyo siku nikimjengea msikiti nikamwambia nishakujengea msikiti, twende msikiti ukaufungue. Atasikia raha kiasi gani akienda kufungua ule msikiti? Na ile thawabu atakoipata pale kwa watu kusali katika ule msikiti, kwa watu kusoma dua katika ule msikiti. Atasomewa dua mpaka hata akiwa kaburini, watu bado watakuwa wamsomea dua. Lakini watu wakimsomea dua, thawabu nusu napata mimi. Ndapata thawabu ikiwa pesa ni yake, siwezi kupata thawabu ikiwa pesa ni yake. Zote zitakwenda kwake. Kwangu mimi itakuja thawabu ya nia, lakini mimi nataka nipate thawabu yangu mimi kwa kutoa pesa yangu. Sasa utampata mwanamke wa kukupa sadaka, ya kukutolea sadaka ikiwa hana uwezo wa kutoa sadaka? Kuna hapo kwamba kuna watu wengine madamu wamekuwa kama vile wategemezi kwa kiasi kikubwa. Unakuta mtu anashikwa mkono na ndugu ama rafiki yake, mkono wa dhati kabisa, kwamba anakusaidia ili na wewe uweze kutoka huko ulipo, angalau uweze kujitegemea kwa chochote kitu. Lakini watu hawa watatumia vibaya bila kuangalia, wakijua madam si yupo tena, atanisaidia tu hata kama nikidondoka, nikifanya hivi. Hawa nao sasa tunawaweka katika kundi gani? Wajua hawakosekani watu unawapa mkono wakachukua hadi bega. Wakachukua hadi bega. Wako. Lakini wewe unataka usaidie pale ambapo uwezo wako afika. Kama mkono. Mkono ujigusa sehemu unafika. Wewe sema kwamba mimi sifiki, mimi nataka nijivunje huu mkono nifike mpaka kwenye mgongo. Huwezi kufika. Ufanye mambo pale ambapo yawezekana. Mfano mtu unamwezesha na kuwezesha uweze kujitegemea, mara moja aharibu, mara ya pili aharibu, ya tatu muite mkale kitako. Ambaye mimi nimekusaidia mara moja umeharibu, ya pili umeharibu, ya tatu nataka ujitegemee. Nikikupa sasa hivi msaada usirudi kwangu. Kwa sababu kuna wanawake wengi tupo ambao wampa mtaji afanye biashara ili ajitegemee. Umesafiri weza kwa Bariadi huko, apigiwa simu, wajua umeme umekata. Sasa mtu mwingine wampa biashara, wamwambia nakupa biashara hii lela. Fanya hii biashara. Kuliko afanye biashara yeye aenda kutunza. Mambo ya kutunza. Au mwingine acheza upatu. Anaocheza na upatu ni wale wa kuchukua upatu kisha kimbie nao. Wajua wale vijumbe wanaokimbia na pesa. Ndio. Sasa yeye kila siku kazi yake ni kupoteza pesa tu. Sasa huyu sasa wewe unamuita kikao. Au mwingine mathalan umemtafutia kazi. Kuliko aketi katika ile kazi aenda kuiharibu, unamtafutia nyingine. Kila mtu anakiwa ajue kwamba hata kama ni msaada una mwisho. Siwezi kukusaidia milele. Mimi si babako. Siwezi kusema kwamba eti nitakufa na wewe kwa kukusaidia. Kwa mtu unamsaidia mara ya kwanza, ya pili unampa mwanadamu huyo akosea, ya tatu unamonya, akiharibu hata yeye hawezi kuja kwako. Kwa sababu ataona haya. Kwa nini unampa mtu nafasi ya pili? Kwa sababu hata wewe wapewa nafasi ya pili. Laiti ingekuwa mara ya kwanza ukikosa Mwenyezi Mungu kukupiga vibao au akuua. Kuna watu pia madam katika mtindo huo, lakini kuna watu ambao
wamenisaidia mimi labda katika yale ambayo niliokuwa nayategemea kwamba sikuyategemea, lakini wakaona kwamba kwa sababu Khatib ni rafiki yangu, basi ngoja nimuinue kwa chochote kitu. Mimi nikaja nikapata mafanikio kwa msaada wake ule makubwa kushinda yeye. Wakati mwingine anakuja yale mafanikio yangu yanakuwa kama fimbo ya kunichapa mimi kwa namna moja ama nyingine. Nyakati zote inakuwa ni kelele kijitutumua kukutoa ama kukupa kile ambacho kama zawadi wakati mwingine ama shukrani, lakini inakuwa sio shukrani ambayo inatakiwa ina kikomo. Anataka kila siku muendelezo. Wakati mwingine binadamu huumbwa anachoka, yani kuna wakati tu anaona hapa imetosha, sasa hawa tunaweka wapi ama nini sasa wanachotakiwa kukifanya. Wajua msaada una pande mbili. Ndio. Ukisaidiwa na mtu ni either uwe mtumwa kwake au yawe mtumwa kwako. Na mfano mathalan mtu akikusaidia na akawa asema sana, itabidi uishi nayo. Sababu wewe ndio umetaka msaada. Lakini ya pili, ukiwa mtumwa kwako, akiwa mtumwa kwako, ina maana wewe unarudisha fadhila. Ukirudisha fadhila mara ya kwanza, ya pili, ya tatu namuita, mimi nimerudisha fadhila lakini naona bado hujaridhika. Sasa hivi nitakurudishia mwisho, kisha mimi nitakuwa nimebaniza majukumu yako kwako. Sasa unataka uwe na roho ya mamba. Kwa sababu ukiwa na roho ya mamba, maana yake roho yako itakuwa nzito, kwamba hatoacha kukusema kamwe, hasa akiwa hana. Unajua akiwa nacho si akataka kusema nikiwa nacho. Lakini akiwa hana au akiwa amepungukiwa baada ya kukusaidia wewe, uishi nalo baba. Utalaumiwa sana. Hata nzi akifa kwake atasema kama si Hatibu nzi asingekufa. Unaona sasa? Yaani utakaposaidiwa na mtu ujijue kwa kuwa ushakuwa mtumwa kwake. Na ndio maana hautakiwi kukubali misaada hovyo. Yaani si kila mtu anafaa kukusaidia. Na ndio kitu ambacho nilichokuwa nataka nikuulize. Kuna haja ya kupima msaada wa mtu ama kumwangalia mtu ambaye anayekusaidia? Naam. Kwa nini? Mimi nina principle moja ambayo nadhani ni mbaya. Siombi mimi. Abadan asilan. Ikiwa unataka kunipa na sawa. Lakini uniulize nataka nini? Sisemi. Hata kama imenizidiko hapa, sisemi. Nitaashiria. Unajua kuna kuashiria na kusema. Nitaashiria. Lakini nikuandikie kwamba naomba kitu fulani. Ni labda uko karibu sana na mimi. Yaani kwamba unajua kuna ile mtu amekuteka nafsi yako. Yaani ukichengia kwenye nafsi yangu ni wepesi mimi kukuomba. Ndio. Kwa sababu unaona unawajibika kwangu kwa sababu tayari umechukua nafsi yangu. Lakini ikiwa hujachukua nafsi yangu, aghlabu mimi nikuombe. Na kama umekaa na mimi, natoa siri yangu sasa. Na kama umekaa na mimi, sijawahi kukuomba ujue huku niteka nafsi yangu. Sasa ukiona nimeanza kukwambia naomba, ni kwa sababu najua naweza nikavumilia wewe kuninyanyasa. Kwamba hata kama ukanyanyasa kwenye nafsi yangu ushaingia, sina neno. Lakini ukiona sijakuomba, ujue ninakuogopa kwamba utaninyanyasa. Na mimi sitaki kuwa na deni na mtu. Sitaki. Wala mtu awe na matarajio na mimi, ukifanya haya atakuwa katika mkono wangu, sitamani. Sasa katika fikra ambazo watu wanatakiwa nazo ni usihitajie kitu kwa mtu. Na usiwe mwepesi wa kusema naomba. Usiwe mwepesi. Kwa sababu unaona saa nyingine waweza kuwa wewe hujijui, lakini mtu kashakupigia hesabu thamani yako ni nini. Mathalan, wasichana wa sasa wengi wanaomba kodi, wanaomba pesa ya shopping, wanaomba nywele bandia, wanaomba labda simu, takatole fulani la simu. Sasa mtu ajua huyu msichana thamani yake ni hivi vitu. Hatari sana. Kwa sababu mtu ashakusoma kwa muda mfupi sana. Lakini laiti mtu akawa hajui thamani yako ni nini, ina maana yeye ataenda mbio mpaka ipate thamani. Sasa hii kwako ni faida. Kwa sababu kama mtu akishajua thamani yako wewe ni gauni, ina maana kama yeye amekupa gauni moja, yani ana wasiwasi ikiwa kwamba wewe waweza kubaki
loyo kwake. Sasa mtu akishajua kwamba wewe uaminifu wako upo katika gauni 2, ina maana atakayetokea na gauni 7 akuchukua. Kwa sababu si atakuwa amepanda. Na kama uaminifu wako kwake au kujitoa kwako muhanga kwake kuko katika simu yabadilika. Baada ya miezi 6 simu ikibadilika, na wewe fikra yako juu yake imbadilika. Lakini mtu akawa hajui kwamba wewe loyalty yako au labda uaminifu wako kwake, kujitoa kwako muhanga kwake kuko kwenye nini, atakuamini. Aweza kukuachia watoto wake akaenda mbali kwa sababu ajua huyu hawezi kununulika kirahisi. Lakini let's say mtu ajua kwamba wewe waweza kununulika na gramu 2 za dhahabu. Madam, kuna mtindo hivi sasa vijana wengi ama watu wengi wakiwa wanataka kuingia kwenye mahusiano wanaulizana vitu gani unavyovipenda, vitu gani ambavyo unavyovitaka. Lengo inawezekana ni zuri ama lengo likiwa baya, kwamba wewe ni type yangu ama sio type yangu, lakini wakati mwingine naweza kumudu gharama ya vitu ambavyo unavyovipenda ama kuto kufanyiwa vitu ambavyo huvipendi. Yote hawa yakiwa yanaingia katika mustakabali huu wa kuweza kumjua mtu moja kwa moja. Je, hili nalo tunaliangazia vipi? Yani kwamba ni kosa kumjua fulani kwamba anapenda vitu fulani na fulani kakwambia kabisa mimi bwana napenda 1 2 3. Inawezekana katika mustakabali huo, lakini inawezekana 1 2 3 anakwambia akiwa anategemea kuvipata kutoka kwako. Kutokana tu wakati mwingine watu wanaangalia muonekano, kumbe mtu hana kitu. Okay, tuko tunatafuta maana ya uzalendo. Patriotism ni uzalendo kwa Kiswahili. Lakini mara nyingi nikija sasa katika swali lako, sishauri mtu akuulize kwamba unahitaji nini kutoka kwangu ama nitahitaji nini kutoka kwako nikakwambia mimi nataka sio nifungulie biashara, sio nifanye nini. Nataka kama itawezekana, wasichana sio wanaume, wasichana zungumzieni vitu ambavyo viko practical. Kwa mfano wa kuendeleza kielimu. Unajua mtu hawezi kuchukua basi. Kwenye vikao vya wanaume pia hilo swala walishapinga hilo ya kuendelezwa kielimu. Ukishaolewa okay, akupeleke labda darasa ya mapishi ukajiboresha katika kupika, hii atafaidika moja kwa moja. Akikuendeleza kielimu atafaidika moja kwa moja kwa sababu atakuwa ameoa mke mwenye upeo. Lakini pia unaweza kumwambia labda akakutengenezea labda mfumo upate istafungani ambazo yeye akikosa kazi wewe utasaidia familia kutokana na hisa hizi. Lakini hapa hatuzungumzii kwenye level ya uchumba. Hapa tunazungumzia kisha muoa. Lakini pia wasichana, utakaposema vitu ambavyo ni ngumu mtu kuchukua, mfano vitu kama hivyo, elimu, isafungani, ujuzi, ni faida kwako. Kwa sababu ukishaolewa uko chini ya mamlaka ya huyu bwana. Ukiwa na ujuzi kichwani, hata kama huyu bwana akashindwa labda kukutafutia kazi, akashindwa kukupa mtaji wa kufanya biashara, unaweza kutumia ujuzi wako ukapata kazi au kujiajiri. Akakuwezesha tu namna ya kujiajiri. Lakini lese ukamwambia akununulie gauni au akununulie gari, umelala gari kawaka moto, au umeitoa gari kavunjika ikapata ajali, gari ikapinduka, baada ya pale akawa hana nguvu za kukununulia tena, kwa sababu hata mimi nafsi yangu itavunjika, juzi tu nimekununulia gari umeshaiharibu. Lakini vipi kuhusu elimu? Hata mpaka unaingia kaburini ujuzi wako uko nao. Hata kama mfano ukajifunza kupika keki, hata kama huwezi, hata kama mjamzito utaketi pale mwambie msichana changanya haya kisha keki utatoa. Hata kama umetoka kujifungua hivi sasa, keki utapika. Lakini mfano kupeleka gari, umetoka kujifungua huwezi kupeleka gari. Kwa wewe katika vitu vya omba vitu ambavyo viko vyaweza kushikika, yani vitu vyenye maslahi, vyenye mashiko. Lakini pia usitake mtu akakupa vitu kama hajawa karibu na nafsi yako. Mtu wakutana naye tu mwanza kusema, yeye naye anasema, kwa sababu wanaume wana kampeni nyingi za kukuambia taida nitondosha watu, keti wewe peke yako, wewe usiamini vile, wewe uamini baada ya kuwekania kwako. Kwa sababu watu wengi wanasema vitu vingi wakiwa wanataka kitu. Sasa ukisema kila kitu kichukule maanani, acha akuambiacho. Mwingine mathalani ukupima, aona
kwamba wewe za kufika wapi katika tamaa yako. Sasa ukishaonyesha kama una tamaa, utapata watu wa tamaa. Lakini ukishaonyesha kwamba wewe una utulivu, utapata watu wenye utulivu. Kwa sababu katika sheria, yani kisaikolojia pia, kitu huvuta kitu sawa naye. Na hata Biblia yasema mtu vile ajionavyo ndivyo alivyo. So kama nafsi yako yazungumza ukimya na utulivu, utapata utulivu. Na kama nafsi yako yazungumza tamaa na majigambo, utapata wa majigambo. Na kila mtu ana mtu wake. Yani kila pipa ina ufuniko wake. Sasa kama we ni mtu wa kujistiri, wa kwenda na subra, utapata mtu stara na kwenda na subra. Sasa wanaume wengi sana, wanaume wanasema, wanatuambia nataka fulani, lakini 100% huwa hawamaanishi. Nasema nataka mke mtulivu, nataka mke sijui anipe peace, sijui nataka mke sijui wa kuketi nyumbani, nataka mke naturally, sitaki mke wa kujitia tashtiti, sawa nini. Mara nyingi hawamaanishi. Na hakuna sehemu yoyote kisaikolojia inaokuambia kama si dhambi, lakini inaokuambia usikize. Sasa wenyewe hata hawajui anachotaka. Sasa si ajabu hata hicho anachosema wenyewe hata akielewi. Mfano akisema peace. Sasa wewe unataka mimi nikupe peace, lakini wewe una girlfriend A mpaka Z. Sasa mimi nitakupa peace kivipi? Wewe una girlfriend A mpaka Z. Nataka mimi nitulie. Sasa uone kama unataka nikupe kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukijui. Ili mimi niwe na peace, inabidi umetengeneza peace. Ili mimi nibaki na wewe tu, umeekania kwangu. Ili niwe na wewe tu, inabidi unionyeshe na wewe uko na mimi tu. Sasa utakaponipa vitu vya kunivuruga kichwa changu, leo kama uko na mimi, kesho kama huko na mimi, kesho wanipenda sana, kesho kutwa asubuhi umeamka kama umesahau. Sasa nataka mimi niwe na msimamo wewe uko nao. Sasa ndio maana nasema aghalabu sana usimsikilize mwanaume atakacho. Kama sio sheria. Lakini vile vitu vya sheria si usitoke bila kustara, usitoke bila ruhusa, usiache kusali, umpike chai yake saa 10, sijui ataka nini. Mwingine anasema napenda nile sana, mwingine apenda ugali. Kuna watu uwezi kuwapa shurba, maana usiku atalala na hesabu misimari mbaya mno. Sasa vile vitu vya muhimu. Lakini eti mtu akwambia mimi sipendi mke asemaye sana. Sasa mke asemaye sana, lakini ukiondoka warudi kila baada ya siku 3. Sasa nitaka vipi siseme? Nitakuwa kama yule anaitwa nani, bata mzinga shao inaitwa nini, korona imejaa mpaka hapa kwa hasira. Kama hutaki nisiseme sana, usinifanye nikasema sana, niache niwe na amani. Toka nenda uendako, lakini ukitaka kurudi lazima nitasema sana. Umesema mwanaume anaposema jambo huwa hamaanishi, akiwa unamaanisha kwamba tamaa ama ni nini? Yaani wajua wakitaka kukupata wasema kila kitu kinachowezekana. Sasa wewe ikiwa utaamini wewe ni hasara yako. Wewe usisikize maneno mwanaume, mwangalie tu vitu vyake afanyavyo. Yaani vitendo viongeza zaidi kuliko maneno. Kama ataka mke utamwona atakavyoishi na wewe, kama anakutaka wewe mke utamwona anavyoishi na wewe, si kwa kusema. Kuna mtu alitamkiwa ndoa akaachana na marafiki zake wote. Akasema mimi Jamal ataka kunioa, kwa mimi kuanzia leo sitaki marafiki wasokuwa na ndoa, kwa sababu kaniambia nyinyi mtani influence vibaya. Alimwamini. Kumbe mwenzake alikuwa akimtaka. Lakini si kama mke. Alikuwa akimtaka kama girlfriend. Lakini ili unikubali haraka nitafanya nini? Nikuahidi ndoa. Akatutupa. Alikuja kuachwa Mariakani, kisha akatupigia simu. Sisi tukamwambia bwana, ukihama kambi ukirudi lazima tukupe deki usafishe. Ndio. Sasa wewe piga deki kisha tutakurudisha katika hii kambi. Sasa ndo hapo sasa akaamini mimi usemi wangu, mwambia mtu ana maneno asemayo ili akupate, na kuna mtu ana maneno asemayo ili akuweke sawa. Sasa wewe mwenyewe ukimwamini mtu utajua mwenyewe. Kama mtu anataka kukuoa, vitendo vyake vitakuwa wazi. Na hivi ni sahihi kwamba mchumba anapokuambia kitu fulani 1 2 3 kwamba hakitaki, inatakiwa kubadilika au mtego? Wataka kuniingiza kwenye matatizo, lakini sidhani kama ina sehemu mbili hilo. Yaweza kuwa mambo mengine yakawa ni nje ya misimamo ya dini. Akikwambia hayataki ni sawa.
sawa lakini mwingine akwambia sitaki uende sokoni lakini hakuletei vitu vya sokoni, sasa utaacha kwenda? Utaenda tu. Mwingine akwambia sitaki uwe na marafiki lakini kiafya huruhusiwi kuwa na mume wako umfanye kama rafiki, kwa sababu naye ni mwanadamu, atachoka. Na kuna wakati nitakwambia ukweli, na kuna wakati mumeo aweza kawa hataki kuongea na mtu yoyote hata wewe, na si kwa ubaya, ataka time yake kivyake, yani hapo, kwa sababu wanaume wengi huenda resi sana hasa katika kazi na kutafuta pesa. Sasa kuna saa yani kichwa chake chenda resi, anataka ukimya. Hata kama amekaa na wewe hapo, hataki useme. Yani wewe ulale tu. Sasa sisi tuko kama gari sio na breki katika highway. Twenda tu. Saa zingine tuongea hata hatumaanishi. Wajua ile typewriter. Tunataka tuseme. Sasa mume kama ndo yeye peke yake ndo rafiki yako. Siku kichwa chake kinavyoenda resi, hataki kusema na wewe, utamkera na yeye atakukera. Lakini madam, kuna maneno huwa yanasema kwamba mapenzi mazuri ni yale yanayojengwa pia na urafiki ndani yake. Asiwe peke yake. Yaani wewe na marafiki zako ukipata kichaa baada siku 25 za mwezi lazima upate kichaa. Ndio. Upate watu wa kubishana nao. Wajua siri, nataka tupeane siri ya mafanikio katika ndoa. Ndio. Ukitaka ufanikiwe katika ndoa, uhusiano, watu wangejua mapema wakifanya na mengi angewaepuka. Ukitaka ufanikiwe katika ndoa na mahusiano, jambo la kwanza kabisa, usiseme na mwanaume. Usiseme naye. Kivipi? Yaani wewe usimuongeleshe. Ongea naye ila usimuongeleshe. Unajua kuongea naye kupoje? Ni vipi yani? Siri ya kwanza ni kuongea naye, sio kuongea, kumuongelesha. Kuongea naye. Kuongea naye ni kupi na kumuongelesha ni kupi? Kuongea naye, amekuuliza swali unajibu. Ametaka kitu unasaidia. Kuuliza watakaje ukamuelezea. Kumuongelesha ni kumhesabia. Wakumbuka hii Jumatatu, tarehe 6 mwezi wa 7, saa 5 asubuhi uliniudhi. Sitaki uniudhi tena. Hiyo ni kukusemesha. Wakumbuka juzi nimekupigia simu yangu, upokei. Halafu wewe mbona waninyanyasa sana? Kwa nini wewe mwanaume wanionea? Hii ni kumsemesha. Ufai kumsemesha. Ukitaka amani, kama unataka kubishana, bishana. Lakini mimi nakwambia, ukitaka amani, usimsemeshe mume. Ongea naye. Yaani yeye akianza, wewe na wewe ndio uongee. Kama hajaanza, usiongee. Kwa sababu utakapoongea lazima atakugeuzia kibao. Lazima wewe ndio utakuwa na kosa. Tena utatenda. Lazima wewe ndio utakuwa na kosa. Sasa ili uepuke shengesha wiki hiyo, usiseme. Wasema naye. Kwa sababu ukisema kwamba hakupigi simu, atakwambia kwa mimi ninavyoenda mbio upate kingamuzi, upate internet nyumbani, upate chakula, watoto wako nakwenda skuli, iko dereva amepaki nje kwa ajili ya kusikia simu yako, ataka kwenda sehemu. Kwa wewe uone kama mimi nimekufanyia ihsani, unaona ihsani ni kupiga simu. Jambo lako liko sahihi, wataka kupigiwa simu. Kwa sababu mwanadamu yoyote baada ya kushiba anataka atulize nafsi yake. Na wewe ili nafsi yako itulie, ni mumeo awe karibu na wewe. Sasa sipokuwa karibu na wewe, ndio sasa wampigia simu. Sasa ushashiba, ushatuma dereva dukani, watoto wako washarudishwa skuli, unampigia simu, "Sasa jamani, mbona nikupigia simu yangu unipokelee? Na kuhitaji uwe karibu na mimi na wewe uko mbali na mimi." Sasa hapo ndo kibao kitakapokugeukia. Kwa hiyo ushukuru wewe. Kutwa nzima watu wananipasua kichwa changu, hata uniulizi nimeshinda vipi, unasema yako tu, mbona wewe mwanamke binafsi sana. Kosa limekugeukia ili yakugeukia. Nimekugeukia. Kama ungesema naye, vipi hapo muendeleaje? Hatujambo. Vipi na wewe? Mimi si jambo, lakini vile tu nimekukumbuka, lakini si mbaya, bora umepiga. Nipe story mwenzangu leo. Kuna umbea gani leo? Stari ushapata.
huyo loko unataka kupe starehe, ushacheka mara 2, ushacheka tayari hapo kwa siku. Lakini sasa mpigie simu umsomee shtaka yake, ndio nakwambia, kumuongelesha, mpigie simu umsomee shtaka yake moja tu, inakugeukia na za ukanuniwa wiki nzima. Na akapata hata sababu ya kwenda kwa Jeni, maana mwanamke mwenyewe hana shukrani, bora nimfuate Jeni, nikienda kwa Jeni wala Jeni hanipi maneno mimi. Kama hanipaye huyu mwanamke. Kuna rafiki yangu mmoja jana, madam, umejua kwa nini nimecheka wakati unasema kwamba yani amegeuziwa kibao. Yani uliposema neno kugeuziwa kibao ndipo nilipocheka. Anasema kwamba wakati wote mume wake anapoamka tu atampigia simu, atamjulia hali. Jioni atampigia simu, vipi umerudi kazini na mambo mengine kama hayo, kwa sababu hapo mbali. Lakini anasema akimtumia message asipojibu, yani mume akimtumia mke message asipojibu kwa wakati, wala hana tatizo. Lakini yule mwanamke akituma message isipojibiwa, yeye anaongea sana. Unaona, mume anamkumbusha, anamwambia hivi, wakati mwingine kwa nini usinichukulie kwamba huyu hana vocha leo, huyu hana message, labda wewe umpigie. Hupigi. Lakini mimi kila siku, maana mwanamke naye huwa maneno mawili anasema, wewe yani tangu asubuhi leo hujatupigia simu, hujafanya nini? Anamwambia, mimi mbona kila siku nakupigia simu? Wewe unashindwa mke wangu leo kunyanyua simu tu kunipigia mimi kwa sababu umenikosa? Mwanamke ana panic. Mume anaanza kuhesabu sasa jinsi gani ambavyo anavyowajulia hali yeye, si nani wake kabla, wakati anaenda kazini anahakikisha yote haya anayafanya katika muda mfupi, ili anapoenda kazini awe na amani kwamba mambo yaende. Na anasema alifanya kusudi ili aone huyu mwanamke ana uwezo wa kumfanyia kama yeye anachomfanyia. Sasa swali langu, au kwamba mwanamke akasema kwamba amegeuziwa kibao wakati yeye ndo alikuwa anatakiwa kuomba msamaha. Yaani anaona kama yeye ni haki yake zaidi kujuliwa hali kuliko yeye kumjulia hali mwenzake. Ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Atamharibu, alafu mwanaume mzuri mashaallah. Mwanaume mzuri sana. Alafu atamharibu. Sisi wenyewe ndo tuharibu. Wallahi nakwambia. Hamna mwanamke ambaye ameharibu ndoa eti kwa sababu ya mamake. Wengi tunaharibu wenyewe. Pata mwanamume ana communication skills nzuri hivyo. Agalabu. Mtanzania huyo? Mtanzania. Kabisa. Basi anaelewa vizuri. Ni wachache sana. Nadhani labda kwenye 10 wako mmoja. Wallahi nakwambia. Watanzania very bad communication skills. I'm telling you. Eti umelala naye tu amke akakwambia good morning, sembuse ndo uko mbali. Ajabu. Mwanzo inabidi nimweke, yani inabidi mwanzo na kutumia salamu kaka. Mwenyezi Mungu akujalie hivyo hivyo. Lakini mke atamharibu yani. Tutampeleka makumbusho ya taifa. One of the kind. Hakuna, mimi nakwambia kwenye 10 ni mmoja. Wallahi nakwambia. Watanzania kweli. Madam wanafanya sana wanaume. Basi labda kwa sababu labda mimi sijatembea. Sijakutana nao. Lakini mwanaume Mtanzania kupiga simu asubuhi good morning night akupigie. Sijui. Sijui. Kwa hiyo unataka useme kwa kiasi kikubwa wanawake wanatakiwa kuishi vipi na waume zao? Kwa sababu kama ulivyosema haya matukio ya kuambiwa kwamba wanarudishiwa makosa, yani kosa linakuwa hamna kosa hapo. Kwa hiyo bwana yeye binti ndo anakosa. Ndio maana ninakwambia, unaona hiyo mwanamke hivyo alivyo hivyo. Ndio watu wengi, wanaume wengi wa Tanzania wako hivyo. Yaani wanatega. Sasa mimi mambo drama hizo michezo ya akili hiyo, ndio maana nikakwambia hapa iko mingi sana. Unaona wasichana wote hapa wote wataolewa na wageni. Utaniambia after 5 years Watanzania kibao wasichana wataolewa na wageni. Na kwa nini? Sababu kubwa, sababu wao wako na communication skills very good. Okay. Wanajua kwamba msichana anahitaji kitu gani. Wengi wanajua msichana anataka kitu gani. Sasa mtakuja kushtuka dada zenu wote watolewa na wageni. Kuna hili swala kwamba lakini huyo mwanaume huyo anatakiwa akakae makumbusho. Akakae makumbusho, hiyo mfano wa kuigwa. Kwa sababu
kama mtu akikupigia, mimi ninavyojua sheria ya hali ya kawaida, akikupigia asubuhi unabidi umepiga good night. Ndio. Na maybe haja kupigia siku 3 uone atakupige simu uhoji. Mwingine labda hajazoea maskini, kama hivyo nakwambia, wengine wametoka kwenye matope hawajazoea kuuliza hali. Kwa hiyo akikutana na wewe unataka kumfundishe wewe unavyotaka kuishi. Sababu alikotoka kwenye matope. Kwa hiyo unataka kumfundishe kwamba sisi bwana hapa kwenye hii level tunaishi kwa kusalimiana. Ndio. Kwa mimi nitakufundisha wiki 2, kama hujaelewa baba mikibati. Kiguna nje. Sasa wewe mtu akiwa hajakupigia, umemtuma message, hajajibu, ni mumeo, si kama ni boyfriend. Ni mumeo, una mamlaka na haki ya kupiga. Na akikupigia maybe asubuhi, wewe inabidi umepiga usiku ama lunch time, muulize umeshinda vipi. Sasa imagine mwanaume anajitahidi hivi. Si ajabu labda anajitahidi pia na nyumbani anakuhudumia vizuri. Alafu sasa uanze kumshika eti utafute msamaha kwa sababu hajapigia simu. Hata hizo si ni mambo za kitoto jamani. Sasa imagine akiwa siku anaumwa. Pia anatakiwa asubuhi amke akupigie simu kwa sababu hiyo wajua amekupigia na umwa lakini kuna malaria kwa nimekujulia tu hali kwa niko na malaria. Kweli jamani? Kama amezoea au akupigia, inabidi umepiga mwanzo. Wajua kupiga simu ni bare minimum. Bare minimum ni kwamba yani ni jambo la kawaida. Kwa sababu watu wengi maximum wanaongeaga dakika 3-2. Ndio. Kweli wewe dakika 2 tu zikutoe isani mpaka upoteze mume mwenye maana. Kwa sababu kwanza huyu jamaa, huyu msichana ndo amekuomba wewe ushauri. Mwambie madam anasema akikukamata atakupiga. Ache kichaa. Hamna mume kama wake, namwambia mimi. Hamna. Na akimtelekeza. Na hii madam haya kuyatenda makosa ama kuyatenda matendo mabaya kwa watu ambao wanaowatendea matendo mazuri, unasababisha labda wengine kutendewa mabaya baadaye. Kwamba ameachana na wewe, anaenda kwa mwingine anaishi naye kibabe. Ni ngumu sana kukutana na mtu ambaye ametoka kwenye tope alafu hajapona yani. Ngumu sana. Na wasichana wengi wanakumbana nao, wanaume ambao wameumizwa, hawaja move on. Wanaume ambao wamekuwa katika mazingira, wanawake wana tamaa ya pesa kuliko utu. Kwa ukikutana naye inabidi kama wiki 3 hivi unampa crash course. Watu wa crash course wana taabu. Ama inaitwa nini ile orientation? Orientation. Umekutana na mtu kuliko muendelee na mahusiano unaanza kumorient kwamba wewe inabidi umenitreat hivi. Hata ndo mambo ya maisha. Mkutana naye unampiga crash course ama unampiga orientation. Sasa unaona mambo mengine kama hivyo, unawakuta watu tayari communication skills zao ziko sawa. Yaani yupo top notch. Ukikutana naye yuko ready. Inabidi umeanza unamfundisha. Bwana hii level hapa watu tunasalimiana. Hii level bwana hapa watu tunajuliana hali. Hii level hapa bwana watu tunafanya mambo yawe marahisi. Kwa kama huwezi kufanya mambo yawe marahisi, wewe unaleta kuleta ugumu, basi fi amani Allah. Anasema mwanasaikolojia wetu tunatamba naye Madam Rukia kutoka pande za Kange, anasema nakupenda mno. Nakupenda kupita maelezo. Tunaona sasa kwamba watu wamekuwa hawapatani katika mambo madogo yanayosababisha labda vikwazo, wakati mwingine kuto kusolve vitu vidogo ama kulimbikiza mambo madogo kunaleta madhara, wakati mwingine hata yanakuja kutokea mambo makubwa ya kusaidiana, watu hawasaidiani. Nini kifanyike madam? Mimi nadhani mtu akikukosea ni bora umwambie. Lakini katika kumwambia usimwambie kana kwamba ni haki yako useme. Maana yake unamwambiaje? Umenikasirisha hivi sasa. Naweza nikakuacha kipindi kile nisiongee, sababu saa ile nikiongea sauti yangu itatoka kali. Naweza nikakupa wakati kwamba ngoja nipoe mpaka Alhamisi nitamwambia. Alhamisi ikifika unamwambia, bwana Hati vipi hali, salamu unaendeleaje, umeimarika? Nimeimarika. Wakumbuka Jumatano bwana pale nilijisikia vibaya ulivyonitendea kitu fulani. Kama itakupendeza natamani usirudie tena, basi hapo uhitaji msamaha wala uhitaji maelezo. Kwa ajua kwamba akikutendea kile kitakuumiza. Sio umwambie wewe bwana Hatibu umenikera sana. Explain kitendo. Yaani wewe shajiisha kitendo, usishadiishe mtu. Yaani sababu wewe umeniudhi, kitu fulani ulichonifanyia kimeniudhi mimi. Usiseme yeye alichokufanyia kimekukera. Wewe umemkera. Umenikera sana na tabia yako mbaya. Kuna tabia fulani umeionyesha siku fulani haikunipendeza. Kama itakufurahisha naomba usirudie tena. Basi
Imeisha. Sasa katika kumwambia mtu makosa yake, ukimwambia kwa staili hii, kama mtu ni jabari atakusikiliza. Sasa tu bana, tumekutana na watu tulikuwa majabari lakini watu wakawa wema. Mfano kama sisi wana saikolojia, unafikiri watu tunakutana nao wako sawa? Wewe mfano ukishika simu yangu ya kazi, sijui hata kama utakuja kazini. Mtu anamka asubuhi saa 12, mtu anamka asubuhi saa 12 na kutumia message. Naomba uongee na mimi, najisikia kujiua. Naomba ongea na mimi, najisikia kufa hivi sasa. Mwingine anakutumia message, naomba unisikilize, natamani kuwa kichaa. Ujue amemfika hapa. Mathalan anakumanipulate. Anakutaka blackmail. Akufanya umuhurumie au labda uondoshe baadhi ya vikwazo. Unajua kuna watu wale, kama hunitaki mimi nitakufa. Kama hunitaki niko radhi nife kwa ajili yako, nitakulewa madawa. It's a very bad form of manipulation. Yani ni wanaita dark psychology. Like si wewe tu na matatizo katika hii dunia. Na madamu hivi ile inakuwaje kwamba sawa, inawezekana aliyekukosea unampenda kweli, unaona au mtu ambaye anaye kufanyia unyanyasaji ni mtu ambaye unampenda, na unafikia hatua ya wewe kujidhuru. Hii inakuwa ni sababu kwamba wewe sasa ndio suluhisho. Yani hapo tuache. Wewe Mungu akustiri. Amen. Wewe umeudhiwa na mtu mathalan. Unavyonitumia mimi message kwamba wataka kujiua. Na mimi nami nimekudhuru? Kwa nini usiongee na mimi kama mwanadamu basi? Ndio hapo. Sawa, hiyo ni upande mmoja. Upande wa pili ni huu. Mtu kakudhuru, wataka kujitoa uhai. Utabadili nini ukijitoa uhai? Kwamba wewe utageuka sasa hivi uwe hero, sio victim tena? Hapana. Na wewe kama mtu uko hai, wamuona kila siku, hajadhani wala haoni haya kukudhuru. Ukiwa umekufa hupo hapa duniani ndo ataona haya. Mimi naamini ukiwa hai ndo mtu anatakiwa kuprove umuhimu wako. Kwa sababu ukiwa hai utaniona, lazima tutaonana mimi na wewe. Nikiwa nimekufa, hata mwanzo utalia pale nimekufa, kisha ukishatoka makaburini huna habari na mimi. Kwa mimi kufa sio adhabu kwako, ni adhabu kwangu. Yaani mimi natakiwa niwe hai. Ni kuonyesha kwamba Mungu atoke kijijini kwenu. Kwa hiyo hata kama umenidhulumu, natakiwa ni kuonyesha kwamba Mungu sio Athumani. Kwa hiyo ile wanasema wakati mwingine ombea adui yako aishi siku nyingi, ili utakapobarikiwa akuone. Mimi mwanzo mtu akinidhulumu sipendi hata kuumwa. Kwa sababu natakiwa kila siku I have to show up, unione nimetokea. Kwamba hata kama umenidhulumu, niko gado. Sasa nikifa nitakuwa nimetuma ujumbe gani kwako? Na nikifa nitakuwa nimetuma ujumbe kwamba mimi nimekaa upande wa kushoto wa Mwenyezi Mungu. Moja kwa moja naenda motoni. Yaani wewe ndio unanifanya mimi niingie motoni. Mimi nataka nifanye wema hadi nikikukuta mbinguni. Ningekukuta kwenye hiyo level yangu ya pepo, nimwambie Mwenyezi Mungu, kama huyu jamaa lazima akae hapa, basi mimi nishushe daraja. Sitaki kukuona. Sasa natakiwa nikusamee. Hata watu wakiitwa mbele ya haki siku hiyo, sijui nani alikosea nani, mimi nisiitwe kwa sababu sitamani kukuona sura yako. Sasa kwa nini nife? Yaani wewe uende peke yako, labda ukamwomba Mwenyezi Mungu ukabidi uende peponi. Yaani mimi niende motoni, wewe uende peponi. Wakati wewe natakiwa nikukute huko. Yaani kuona unapopelekwa mkono wa kushoto. Ukaite huko maji mpaka ukome. Sasa mimi nife. Halafu nikifa utaka Alhamisi, Ijumaa, Jumatatu unaoa. Mapema. Kwa nini? Wakati Mwenyezi Mungu labda kaniandikia baada ya miaka 40 nitakuwa niko level ya juu kabisa. Maybe na kuajiri, ukaja pale kuomba ajira, nikakuangalia, nikasema kwani hakuna panya wa kuua, mwekeni huyo auwe panya. Hamna kazi. So uone kama wewe unaweza kaa kisasi kizuri.
Yaani mimi sitaki kutokana na madhila ulioyapata akakupa mtu mwingine madhila alafu nibebeshe mimi madhila. Sipendi. Kwa nini nibebeshe madhila? Kwa nini mimi nimekutuma ufikirie bila akili? Na mimi sitaki, sijui watu wanafika level gani mpaka kutaka kujinyonga. Ila sipendi watu wajinyonge kwa sababu Mwenyezi Mungu hapendi. Utakapojitoa uhai umesaini karatasi ya kuzimu. Watu hawajui. Sisi tu Waislamu, hata Wakristo wakataa watu kujitoa uhai. Na wajua ukijitoa uhai umeenda mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hata kama sisi hapa tukakufanyia wema, tukakutolea sadaka, tukakujengea msikiti upate sadaka, yaani ni kama umejijengea kasanduku kwamba ikija wema wadunda warudi. Unaona vipi wewe ukaswali raka 2 kabla ya kujinyonga, ukaswali raka 2 ukamuomba Mwenyezi Mungu kwamba mimi amenidhulumu sana fulani bin fulani, lakini kwa swala hii Mwenyezi Mungu na kukabidhi wewe kama kiumbe chako, amua. Halafu baada ya pale usimuongelee, usiseme, usimfikirie, kama simu yake usishike, basi ubaki kwa amani. Uone kama hiyo itakuwa kisasi kikubwa kuliko kisasi. Na kwamba ukamwomba Mwenyezi Mungu kwamba kwa leo nifanyia mimi haya madhila fulani bin fulani, Mwenyezi Mungu nakuomba kwa hisani yako usinikutanishe naye dunia wal akhirah, nisikutane naye. Halafu uone kazi ya Mungu sasa. Wewe kwa nini uende ukajiue? Kwa nini uwe chizi? Una habari wewe ni khalifa Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Wewe unataka Mwenyezi Mungu khalifa wake awe chizi, ajiue? Kwani kuna mtu alitakiwa kujiua? Mtu alitakiwa kujiua ni Yusuf na hakufa. Mtu mwingine yule aliyemwezwa na samaki alitakiwa ajiue, lakini hakufa. Nataka niwaambie watu kwamba Mwenyezi Mungu hakuletei suluhisho, anakuletea njia ya kulifikia suluhisho. Mfano mzuri ni Musa. Wakati anatoroka na Waisraeli, Mwenyezi Mungu hakukausha bahari, alipasua bahari ili Musa apite. Wakati wale Firauni anatuma wachawi wake akatoa na nyoka, akatoa na viuchawi vyake, Mwenyezi Mungu alimpa Musa nyoka. Hakuteketeza uchawi, alimpa Musa nyoka. Na wakati Ibrahimu anataka kuwashwa moto, Mwenyezi Mungu hakuzima moto, alimpeleka Ibrahimu baridi. Na sijui wakati safina yajengwa, Mwenyezi Mungu hakusema kwamba wao sijui nini, sijui, alimpa akili atengeneze chombo. Sasa wewe wataka mimi sinakupa njia, mimi sikupi suluhisho. Kwa sababu hiyo sikujengi. Mimi natakiwa katika njia na ukupa ikujenge, ili hata kama nikawa mimi sipatikani, huyo mumeo hapatikani, sijui wewe kama mama upatikani, mwanao amepata tatizo, atumie zile njia ulizompa aweze kufikia suluhisho. Hata Yesu wakati anamtibu yule mwanamke aliyekuwa amepata siku zake kwa siku nyingi sana, hakumwambia kun fayakun, alimwambia shika nguo yangu. Alishika ile nguo. Sasa yani katika hizi fikra hizi za kiuponyaji au fikra za kuendea maisha, usitake watu wakupe masuluhisho. Watu wakupe njia ili hata watakapokuwa hawapatikani katika simu, wamehama katika ule mji, wewe wajua njia, sio wajua suluhisho. Madam, nikushukuru sana. Muda wetu umeshatutupa mkono. Shukrani sana kwa Madam Leila Abubakar kwa zawadi nzuri kabisa ambayo ametuandalia kwa siku hii ya leo. Shukrani sana.